Akikabiliana na Dr. Fate, Black Adam aliyezaliwa kutokana na chuki na kisasi anakataa kujisalimisha. Mara moja anaanzisha shambulio la radi na kumlazimisha Dr. Fate kuunda udanganyifu na kuleta mbele yake kandaki ya kale iliyopita miaka 5000. Alipoiona nchi yake ya zamani, Black Adam anapotea mawazuni, akikumbuka siku alipokuwa mtumwa akiteseka chini ya viboko vya kikatili. Lakini kabla hajafikiria zaidi, ngumi ya Hawkman inamshukia kwa kasi. Akiwa ameshtukizwa, Black Adam anajawa na hasira. Anazuia rungu la Hawkman, anajaza mkono wake wa kulia nguvu za radi na kwa pigo moja anamwangusha Hawkman chini. Wawili hao wanaendeleza vita kutoka ardhini hadi angani, wakibadilishana mapigo makali bila kujizuia. Black Adam anajitenga kidogo, kisha anaachia shambulio jingine la radi, lakini Hawkman analielekeza tena kwa ustadi na kumweka Black Adam katika hali ngumu kwa muda mfupi. Akisimama kutoka kwenye magofu, Black Adam anajiandaa kupambana tena, lakini Dr. Fate anamtuma Cyclone vitani. Kimbunga chake chenye rangi mbalimbali kinapozunguka, mabomba ya chuma yaliyokuwa ardhini yanapaa hewani na kumshambulia Black Adam kama mishale isiyohesabika. Lakini Black Adam hamuogopi adui mwenye nguvu. Baada ya kumruhusu Cyclone amalize shambulio lake, anaachilia nguvu zake na kujinasua. Mabomba yanaruka kila upande kama risasi, yakikaribia kumpiga mwanaakiolojia aliyekuwa akitazama pamoja na mwanae. Bahati nzuri, Dr. Fate anawaokoa kwa wakati. Mzee huyo awali alipanga kumrudishia mwanamke begi lake na kuwaambia waondoke, lakini kwa bahati mbaya anagundua taji la pepo lililokuwa limefichwa ndani yake, taji lile lile ambalo kundi la wahalifu limekuwa likilitafuta. Akimwona Hawkman akianza kushindwa mbele ya Black Adam, Dr. Fate anakimbilia mapambanoni, akimfunga Black Adam na minyororo yenye nguvu za ajabu na kuwaita nakala nyingi za kujifanya zimshambulie. Hata hivyo, dhidi ya Black Adam aliyebarikiwa na nguvu za miungu 6 ya Misri, hata nguvu kamili za Dr. Fate zinaweza tu kununua muda. Baada ya raundi kadhaa kali za mapambano, anaanza kupoteza nguvu. Hawkman anatupa gari kumpumbaza Black Adam, kisha anaungana na Cyclone kushambulia kutoka pande zote mbili, lakini ushirikiano wao unamsukuma Black Adam kwenye hasira kubwa. Mlipuko mkubwa unawarusha wote mbali. Black Adam anaanza kupoteza udhibiti, huku radi zikizunguka mwili wake wote. Katika wakati muhimu, Atom Smasher anaachilia nguvu zake, anakuwa hadi kufikia ukubwa wa jitu na kumpiga ngumi nzito Black Adam kabla hajapoteza kabisa uwezo wa kujitawala. Kila mtu anadhani vita vimekwisha, lakini Black Adam anatumia radi kujirusha angani na kwa ngumi moja tu anamwangusha Atom Smasher aliyekuwa katika umbo la jitu na kumpoteza fahamu. Watu wa Kandako wanapoona nguvu za ajabu za mlinzi wao, wanamshangilia Black Adam kwa mara nyingine, lakini anakataa kubeba jukumu na anaondoka haraka. Mara moja Justice Society wanaweka mpango wa kumkamata Black Adam katika ikulu. Hivyo basi mwanaakiolojia anaanza kuwakosoa wale wanaojiita mashujaa. Anawashutumu kwa kusimama tu na kutazama wakati Kandak ilikuwa ikiteseka chini ya utawala wa Intergang. Sasa kwa kuwa shujaa mwenye nguvu ameonekana kulinda watu, wanadai kwamba Black Adam si mlinzi, bali ni nguvu ya vurugu ambayo ilikaribia kuiangamiza Kandak.